ببحر به تصفو النفوس وتطهر، كغيث به تحيا الورود وتزهر. هلال الهدى أهلا وسهلا ومرحبا بمن جاءنا بالمغفرات يبشر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا من أمته ورسولا من قومه، صلوات الله وسلامه عليه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. نبزاكم الكلمات. الله سبحانه وتعالى hakutuleta katika huu ulimwengu isipokuwa ametuleta kwa makusudio. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuhalalishia jambo isipokuwa ndani yake kuna manufaa ndani yake, na Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah, hakutuharamishia jambo isipokuwa ndani yake kuna madhara. Ikhwani fillah, asema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo iko katika suratul Maida, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نبزاهم الكيمان تتعيش كتلهي آية الله سبحانه وتعالى iyo katika suratul Maida. Tuangalie fawaid na mazingatio ni ya kiasi gani. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuita katika ya ayyuhalladhina amanu, zingatia zaidi, imma ni amri ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka usikize na utekeleze, wa imma ni amri ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika makatazo yake anataka wewe uwe kujiepusha nayo. Aya Allah Subhanahu wa Ta'ala wengi wanazuoni wameelezea. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuambia ya ayyuhalladhina amanu, kutoka mwanzo wa aya mpaka hapa ambapo ilipofikia Allah Subhanahu wa Ta'ala ananiita mimi na wewe kutunasibisha katika watu ambao ni wa imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuita mimi na wewe kwamba ni katika watu ambao ni ahlul iman, ahlu tauhidillah subhanahu wa ta'ala, watu ambao wanamrejelea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anaanza kuleta yale ambayo ni katika maelezo ya kueleza. Anaanza na adawatu hasb ya kueleza kwamba hakika haina shaka ayu wala hiba, innama al-khamru wal maisir, hakika pombe na vilevi na pia vile vile wal maisir na kamari, ambapo sisi leo imekuwa ni jambo la kawaida. Gambling ni suala ambalo halili ni kupambanua mdogo wala mkubwa, mke wala mume, wote wanazama katika hili. Wal ansabi wal azlam, na yale ambapo ilikuwa ni masanamu, na pia vile vile zile ambapo ni azlam kwa wale ambao wanakwenda katika wapigaji ramli. Rijsu min amali shaytan, asema huu ni uchafu katika matendo ambapo ni ya shetani. Ibadallah, leo mtu aje kuambia wewe ni shetani, namna gani mtu anapokuwa ni mwenye kujiringisha na kuwa ni kujikinga katika neno kama hili.
Allah subhanahu wa ta'ala tuambia katika haya ambayo tumeyataja kwamba mtu kuwa katika ulevi wa aina yoyote, mtu kuwa katika mtembeleaji ambao ni mtembeleaji wa wapigaji ramli, mtu kuingilia katika yale ambayo ni ya gamli, kamari ya aina yoyote, asema haya ni katika matendo ambayo ni ya shetani. Allah subhanahu wa ta'ala asema ahlul ilm imeletwa wal ansabi wal azlam, kwamba watu walikuwa wanaenda katika miungu wao na katika hali ambayo ni katika upigaji ramli, kwa sababu haya ni kabair. Mtu anakuwa ingia katika shirki katika mambo ambayo ni makubwa, la shaka fi dhalik. Bali imekuja kamari mtajwa katika sehemu ambayo imetajwa ushirikina. Kamari ambayo sisi leo tunaona ni kitega uchumi, imekuja kushikanishwa na watu ambao wanamshirikisha Allah jalla fi ula. Huu ndio hatari ambao unapatikana ayo hiba. Asema haya ni katika matendo ambayo ya shetani. Asema fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kuweni kwenye kukaa kando ili mwili mkufaulu. Ayo na hiba Allah subhanahu wa ta'ala mingi katika aya alizokuwa ni mwenye kuziteremsha zilikuwa zinakuja na sababu. Umar radiyallahu anhu alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma bayyin lana shifaan, bayyin lana fil khamri bayanan shafia. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba ya Rabbi utubainishie katika pombe, tubainishie wazi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaelezea kwamba wale ambao ni masahaba uhatari ambao ni wa pombe. Umar radiyallahu anhu baada ya kushuka aya kwamba ni ya kwanza, Umar radiyallahu anhu akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, bayyin lana bayanan shafia. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba utupatie ufafanuzi wa hii mambo kwamba ni ya ulevi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya pili, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Haikuwa ndio mwisho wa Umar radiyallahu anhu wa rahimah, akamrejelea Allah subhanahu wa ta'ala, na ya Allah bayyin lana fil khamri bayanan shafia, tubainishie katika hii. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii aya akisema, innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Umar radiyallahu anhu kusikia hili neno kwamba mkaimbali na kamari na pombe na vilevi na vingineo, Umar radiyallahu anhu akasema, ha nahnu muntahun, sisi tumeacha. Ibadallah, hii ni kamari iliyotajwa na zama zilikuwa ni za hatari kuliko zama tulizokuwa nazo hivi sasa. Ama hizi zama ni mbovu zaidi kuliko zama za kina Umar radiyallahu anhu. Ibadallah, sababu ya kushuka hii aya, sababu ya kuteremshwa hii aya na Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'd bin Abi Waqqas alitembelea siku moja, akawaona muhajirina na maanswar wamekaa, wakamwita, ya Sa'd ibn Sa'd, ta'ala nut'imuk wa nusqika khamra, njoo tukulishe na tukunyweshe wewe Sa'd hii pombe. Hii ilikuwa kabla kuharamishwa kwa pombe. Sa'd radiyallahu anhu akatangulia na akaelekea, akawa ni mwenye kula na hawa ambao walikuwa katika ile markaz. Faqaddamu ilayhi jazura, walikuwa wao tayari wamechinja, wameweka nyama ya kisawasawa na pombe ipo ya kutosha. Sa'd wakati huo akawa ni mwenye kula na kunywa, kisha akasema, muhajirina aula min al-ansar, hawa ambao ni muhajirina ni wazuri kuliko hawa ambao ni maanswar. Mmoja katika wale answar akachukua ile nyama akachukua katika ile kichwa ambacho cha yule ambao ni ngamia walomchinja, akamgonga naye Sa'd radiyallahu anhu, fashaqqa anfa, akawa amemtia alama katika pua lake, akatangulia kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in tanaza'tum fil amri farudduhu ila Allah wa rasulihi, anarejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Sa'd radiyallahu anhu kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yalivyoendelea. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hali kama hii, na anaona katika Sa'd radiyallahu anhu vile kwamba alivyokuwa tayari kwanza amepata katika jeraha limeletwa na ulevi ambao wao walikuwa wenye kutumia. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab, mpaka
mwisho. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria yake sisi tuwe ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na akatuwekea makatazo sisi tukaimbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utaona katika mengi ambapo kwamba ni vita vilivyokuwa ni vinatokea, vilipotokea vita ambapo kwamba ni vya Uhud, na wakao Waislamu katika mwaka huu ambao kwamba ni watatu wa Hijiria wamepata mafunzo mengi. Wasema wana tarehe katika mafunzo waliopata hao ambao kwamba ni Waislamu. Funzo la kwanza, anna an-nasra min 'indillahi jalla fi'ala. Sisi mimi na wewe ili tufaulu ayu al-hibba, nusra yetu itatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haitatoka katika nguvu zetu, haitatoka katika uchupavu ambao tunao, wala haitatoka katika nguvu ambazo ni za ukoo. Wama an-nasru illa min 'indillah. Nusra ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa ni mojawapo ya mafunzo katika vita vya Uhud. Funzo la pili, ta'atuhu lillahi wa rasulihi, wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Katika vita ambavyo vilipiganwa Allah subhanahu wa ta'ala katika vita vya Hunain, walishindwa Waislamu, na makusudio ya kushindwa wao walisema inna al-yawma lan nughlaba likathratina, sisi leo hatuwezi tukashindwa kwa wingi wetu. Leo wengi wetu fikra hizo imelala katika namna kama hiyo, kwamba tunapokuwa katika hali ya kwamba tuko wengi tunaona ndio wingi, bal nusra inakuja kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu na la msingi hiyo la hibba walopata katika mafunzo ya siku ambapo ni ya Uhud, bali wanasema anna al-maasi wa dhunub min asbab al-hazimati, kwamba maasi ya aina yote na dhambi ya aina yote ni sababu ya sisi kuangamia. Na naam, hakuna umma ayu al-hibba uliwahi kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wao wametanguliza madhambi ya aina fulani na Allah akawafanya ni kufaulu. Hivyo hivyo mimi na wewe ayu al-hibba hatuwezi kufaulu ikiwa tunavunja amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ilipofikia katika vita vya Uhud na vita kama ni vingi, masahaba walikuwa wanachukua mafunzo kwamba wanapokosea wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilifika wakati ambapo kwamba wao wameanguka mtihani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapaka wao wanajiuliza, wao wenyewe wanajiuliza na kusema kuntum anna hadha. Wao wanajiuliza haya ambayo kwamba tunayoyapata na masaibu tunayoyapitia yanatukamana na kitu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anawapa majibu, qul huwa min 'indi anfusikum, waambie ya Rasulullah, hii ni kutokamana na dhambi ambazo wanazichuma wao. Ikiwa mimi na wewe tutakuwa na mazito, tufahamu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tuliyokuwa tukifunza. Ikhwani fillah, tunaye kiongozi ambaye ni Umar radhiyallahu anhu, na Umar radhiyallahu anhu wakati ambapo alikuwa yuaenda yeye na jeshi lake ama yuwatuma jeshi, alikuwa Umar radhiyallahu anhu akiwaambia katika haya maneno, bal anawaambia katika risala kwamba ni nzito zaidi, anatuma jeshi na Umar yeye anawaambia haya maneno akiwaambia, hakika nyinyi ambao ni watu wangu hamtakuwa ni mwenye kushinda isipokuwa katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hamtakuwa ni mwenye kushindwa na maadui wenu isipokuwa baada ya kuwa mmekutenda mambo ambayo hayajamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum la tunsaruna ala aduwikum biquwwati al-a'da, hakika nyinyi hamtanusuriwa na hao maadui zenu kwa kwamba nyinyi mna nguvu zaidi, mtanusuriwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile ikiwa mtakuwa ni kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala mtakuwa ni kushindwa. Qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, aeleza Ali radhiyallahu anhu katika mchezo ambao ulikuwa umeanza kuchipuka katika zama kama hizo, anasema Ali radhiyallahu anhu, ash-shatranj min al-maisir, watu kucheza chess, jambo ambalo ni la kawaida. Asema hiyo ni katika maisir aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kamari, bal anakuja katika zaidi ya hiyo. Anatuambia Al-Qasim bin Muhammad, kullu ma alha an dhikrillah wa 'an as-salat huwa min al-maisir,
chochote kitachokutoa kando na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kikakuchelewesha katika swala. Hii ni katika kamari. Na leo ayo na hibba, beti ni maradhi ya kwamba yapo katika ulimwengu wetu. Beti ni jambo ambalo kwamba leo ni jambo la haramu lililohalalishwa na nyingi katika serikali, lakini sote tunaona ni mambo ya kawaida. Vinafuatia visa vya watu ambao kwamba walikuwa na chao, ni maana watu ambao kwamba walikuwa na miliki mali. Leo ni watu ambao kwamba wamefilisika kwa kuwa wameingia katika mambo kama haya. Mambo kwamba ni ya beti, sisi tunaona ni kasbu, ni namna kwamba ni ya kuchuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni katika tabia kwamba ni za sheitani, na hizi hazitofautishi bila kwamba ni mkubwa wala mdogo. Wengi wanazama katika suala kama hili, bali utamuona mtu katika biashara yake anatulia, lakini kwa simu yake yeye ni kubeti wa beti. Yupo katika biashara yake, yupo kazini, lakini unajua kuna mechi fulani lazima niekelee, kuna mechi fulani leo lazima niekelee, hii lazima nile hii yani. Mtu anaona ni kwamba ni bahati nasibu. Ikhwani fillah, sio bahati nasibu, sio bahati nasibu hata kwa uchache aliyonipa. Ni suala unangojewa kujibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ndio marafiki zetu tulionao, ndio wazazi wetu tulionao, ndio watoto wetu tulionao katika nyumba zetu. Hamna mechi isipokuwa taikelea. Na leo zimepita aviators kila kona, kwa kama utaangalia mji wetu, kasino siko kila sehemu. Na ni vitu vya kwamba leo zinatozwa ushuru kwa kwamba ni mkubwa kuliko ushuru kwa kwamba ni vya halali tunapokula sisi. Beti ni ushuru wake ndio himba, inatozwa 15%. Kana na bidhaa kwa kwamba kuna bidhaa zingine takriban utaangalia sisi tunakula 16% katika vitu ambavyo kwamba tunavyovinunua. Yani tofauti ya haramu ulioko na halali kwa kwamba tunakula sisi ni percent moja, 1%. Hii ndio hali ya kwamba ni maisha tunaoishi.